la kwanza ni kwamba tumepewa tangazo la Tume Huru ya Uchaguzi, ambayo kwa mujibu wa ibara ya 75 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Tume Huru ya Uchaguzi inapewa mamlaka ya kuchunguza na kugawa Jamhuri ya Muungano katika majimbo ya uchaguzi. Kwa maana hiyo, tangazo lililotolewa ni kwa wale ambao wanaamini kwamba majimbo yao ni makubwa, ili tume ipate fursa ya kuchunguza baada ya maombi yaliyotoka kwa wadau wanaohusika ambao ni halmashauri ya wilaya kwa maana jimbo letu, na baadaye ipitie kwenye kamati ya BCC na baadaye RCC, hatimaye iweze kwenda kwenye tume ya uchaguzi. Ninachoweza kusema katika hatua hii ya mwanzo ni kwamba halmashauri ya wilaya Simanjiro kupitia baraza lake imetumia mamlaka yake ya kisheria na kikanuni kutoa maoni au mapendekezo kwa Tume Huru ya Uchaguzi juu ya haja ya kuchunguza na kugawa jimbo la Simanjiro kwa majimbo mawili. Nataka niwaambie hakuna ubishi kwamba jimbo la Simanjiro lina ukubwa kieneo, lakini hitaji la kuwa na wawakilishi zaidi ya moja ni hitaji la muda mrefu. Tulikuwa tukikutana na jambo hili tunapozunguka, na ni maoni ya baadhi ya wananchi. Nataka niseme jambo moja muhimu, nalo ni hili: kazi tunayofanya hapa ni kupendekeza, na unapopendekeza unapeleka maombi ya kupendekeza ugawanyo kwa jimbo. Sio kwamba maamuzi yetu hapa jimbo limegawanyika, wala tusitoke hapa kwenda kuambia wananchi tumegawa jimbo. Jimbo la Simanjiro ni moja kwa mujibu wa katiba, kwa mujibu wa sheria mpaka tunapozungumza, mpaka hapo Tume Huru ya Uchaguzi itakaporidhia baada ya kufanya uchunguzi na kuweza kusema tutagawa jimbo la Simanjiro kwa majimbo zaidi ya moja. Kwa hiyo tusije tukapeleka taharuki kwa wapiga kura, kwa sababu haya ni maombi tu, na maombi yana sura mbili: yanakubalika na kutokubalika kutokana na vigezo vilivyowekwa. Ni dhahiri sisi tunabebwa na ukubwa wa eneo. Hiyo ni sifa ambayo inatubeba kwa sababu jimbo letu ni kubwa la zaidi ya kilomita za mraba 20,591. Sina hakika kama tuna majimbo mengi ya aina hiyo nchini, na hasa majimbo ambayo wananchi wake wametawanyika kila eneo. Kwa hiyo inatubeba. Lakini kuhusu idadi ya watu, tunajua bado tuna upungufu wa kukidhi mapendekezo au vigezo vilivyoelezwa na tume. Tunafanya hivi ndugu mwenyekiti, tukumbuka kwamba jimbo kwa mara ya mwisho iligawanywa mwaka 90, tukitokea kuwa jimbo moja la Kiteto ambapo tuliunda majimbo mawili, jimbo la Simanjiro na jimbo la Kiteto lililokuwepo. Na baada ya miaka miwili au mitatu hivi, mwaka 93, jimbo la Simanjiro likapewa hadhi ya kuwa wilaya, na hilo lilitendeka mwaka 90, tukikumbuka kwamba tulipewa wilaya nyingine ya Kiteto kutoka Monduli mwaka 1974. Kwa utaangalia interval ya miaka ambayo majimbo yamechukua kugawa majimbo, au jimbo linachukua kufikia hatua ya kupata sifa ya kugawanywa. Kwa hiyo twendeni tukijua mwenyekiti kwamba tulichofanya ni mapendekezo, na mapendekezo tumeshamaliza kutoa, tuende tukashughulike na shughuli za maendeleo na ustawi wa watu wetu. Haya hatusemi ni siri, tumeyaweka hadharani kwamba tumependekeza. Sasa lazima pia muwe tayari kupokea mgawanyo wa jimbo iwapo tume itaridhia, na lazima muwe tayari kupokea maamuzi ya Tume Huru ya Uchaguzi kama haijaridhia. Kwa hiyo tusiende kufanya kazi kana kwamba jimbo limegawanywa, au tusiende kufanya kazi kama vile hili jambo, kwa maana kwamba hili jambo limekwisha pita. Tuende kufanya kazi tukijua yale mapendekezo tu, na ajenda ya mapendekezo imeisha,
na baadaye tutakapopita kwenye tume ya uchaguzi ikaridhiwa, ndipo tutakapokuja kwenye ajenda nyingine tena ya ugawanyaji wa zile kata zetu, au vinginevyo tutakapopata maelekezo kutoka mamlaka za juu. Kwa nataka niseme twendeni katika sura hiyo, siwapa wananchi matumaini makubwa kama jimbo litagawanywa, wakati mnajua kabisa zipo sifa ambazo tunazo, lakini ziko sifa pia ambazo hatunazo, na tume itaamua. Mimi nafsi nikiwa mbunge wa jimbo hili ningetamani sana kubaki na wapiga kura wangu wote niliokaa nao kwa miaka ya uongozi wangu tangu mwaka 93 waliponichagua kwa mwenyekiti wao wa wilaya. Sijatoka, nimekuwa nao hadi sasa, na baada ya kuwa mbunge wao ningetamani sana kuendelea kuwa nao. Lakini jambo jema ambalo na hakika nalo, mbunge anatokana na jimbo tu fulani, lakini mbunge ana wajibu kwa taifa lake lote. Kunyimi mbunge kusemea hitaji la wananchi hata wa jimbo ambalo sio lako. Kwa hiyo hata ikitokea kugawanyika, naomba watu wasiofu, kwa sababu kati ya jana na juzi usiku, baada ya jambo hili kuwekwa, wengi wamekuwa wakiniambia, mheshimiwa mbunge, ugawe lakini na sisi tuwe kwenye eneo ambalo utakwenda. Sasa niwaambia, wala mimi sigawi jimbo, anayegawa jimbo ni tume ya uchaguzi. Sisi hapo ni mapendekezo tu, wanaweza kubaliana sisi, wanaweza kwenda kwa namna watakavyoona. Kwa nataka niseme jambo hili kwamba faraja ambayo ninayo ni kwamba nitapita kila eneo na nitawaeleza wasije wakapotosha juu ya jambo hili, na kwamba popote nitakapokuwa wale waliowahi kunileta huku nitawapa kipaumbele zilizo sawa kati ya jimbo langu litakalobaki nalo litakalotokea na jimbo langu la sasa lote likiwa kwa ujumla wake. Kwa hiyo niwaambie waheshimiwa madiwani, rafiki zangu ambao kama mapendekezo haya amjui, kwanza mjini nitagombea hapa. Mimi ni mkazi wa maeneo yote mawili wakati ya mapendekezo yenu. Kwa hiyo usishangae huko mnakofikiri siji ndiko ninakokuja. Kwa hiyo wajiandae tu wale ambao wana mawazo, waombe dua na waombe dua jimbo ligawanywe, wapate moja ambalo sitakuwepo, lakini waje pia kwenye ile litakalo kuwepo, sababu ni haki yao. Wanachotakiwa tu ni kupima vifua vyao, ila wajue tu kwamba mbuyu hauangushi kwa kisu cha kukatia nyanya jikoni. Wanakaribishwa tu kwenye ulimbo wa namna ya mchezo, unapima siasa, unaangalia. Kwa hiyo nitaendelea kuibeba Simanjiro kwa ujumla wake mpaka pale tume ya uchaguzi itakaposema vinginevyo. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Simanjiro, Mungu awabariki baraza la madiwani la Simanjiro. Asanteni.